Una maoni gani kwa vijana wa Bukoba mjini katika miaka mitano ijayo? Maoni yangu kwa vijana wa Bukoba mjini, tuendelee kuzichangamkia fursa zinazoonekana kwenye maeneo yetu, lakini tupate muda wa kujifunza kwenye maeneo mengine kutoka kwa vijana wenzetu ambao wamefanikiwa. Mimi mara chache wanapata nafasi ka kutoka naenda naenda kwenye maeneo mengine kwa vijana wenzetu, hasa kwenye mkoa wetu, kwenye wilaya zetu. Najifunza watu wa vijana wa Karagwe wanafanya nini, vijana wa Misenyi wanafanya nini, Muleba wanafanyaje, lakini naenda zaidi nje ya mkoa kwanza kuangalia vijana kwenye mikoa mbalimbali wanafanyaje. Inatupa chachu na kutusukuma tukirudi kwenye maeneo yetu kujua tumechelewa wapi, tunakwamia wapi, turekebishe nini. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu wa Bukoba mjini tusibaki kwenye eneo letu hili dogo la kujifungia Bukoba mjini. Badala yake tupate muda wa kutoka kujifunza na kusoma, na tusione aibu. Ukifika maeneo ukaona mtu anafanya kitu kwa mafanikio na unajua amepitia njia gani, tusione aibu kuuliza. Kwenye kuuliza tuna vitu vingi sana vya kujifunza. Kimuuliza mtu atakupa hatua. Unaweza kuuliza watu wawili watatu, sio wote watakujibu, lakini hutakosa mtu mmoja wa kukuongoza kwamba bwana, nilipita hapa, nilifanya hivi, nikafanikiwa. Kwa hiyo tusijifungie Bukoba mjini, lakini tusibaki kwenye fursa hizi. Bukoba mjini kumekuwa kuna kitu nimekuwa nakisikia miaka yote mpaka nakuwa mtu mzima. Tuna utaratibu sana wa kuiga. Fulani kafanya kitu fulani, ngoja na mimi nifanye. Fulani amefungua duka la viatu, ngoja na mimi nifungue duka la viatu. Juzi niliona mjadala kwenye group moja la WhatsApp Bukoba mjini mpya, alizungumza mwalimu leo. Frames zimekuwa nyingi sana Bukoba mjini. Ndio. Frames za biashara, frames za maduka zimekuwa nyingi. Na kila siku kunavokucha Bukoba mjini frames zinaendelea kujengwa, kila mtu anaweza kufungua frames za biashara. Watu gani wanakuja kufanya biashara huko? Kwa hiyo mtu akiona fulani ana kiwanja mjini kati amefungua frame ya biashara, ngoja na mimi nifungue frame ya biashara, na mimi nafungua frame ya biashara. Fulani anauza nguo, na mimi ngoja nianze kuuza nguo. Sasa wote tunafanya vitu vya kufanana. Bukoba mjini watu bado ni wachache. Nafikiri tujikite kwenye kuangalia tunaweza kuzalisha nini Bukoba mjini ambacho tutaenda kukiuza kwa watu wengine. Karagwe, Kyerwa wanazalisha kahawa, ambayo kahawa ile haitumiki hata Karagwe. Yaani ukienda Karagwe kwamba kuna mtu anakunywa kahawa kwenye vijio vya kahawa ni kidogo mno. Lakini kahawa ile inauzwa nafikiri mikoa yote ya Tanzania ikiwa imesindikwa. Na zaidi kahawa inasafirishwa nje ya nchi, inakwenda Uganda, inakwenda Kenya, inakwenda wapi, inakwenda huko Arabuni. Ukiangalia wafanyabiashara wakubwa wa kahawa wanakuambia soko lao sio Tanzania, ni nje ya nchi. Kwa hiyo nafikiri na sisi tungejikita humo. Ukienda Mbeya kuna uzalishaji mkubwa sana wa parachichi. Ukiwauliza wanakuambia soko lao ni nje ya nchi. Kwa hiyo nafikiri na sisi Bukoba tunatakiwa kuangalia nje ya box. Tusiangalie mimi Bukoba watu wanauza nguo na mimi niuze nguo. Tuangalie Bukoba tunaweza tukafanya nini cha utofauti ambacho kinaweza kikauzika karibu kwa ukubwa wote wa Tanzania, lakini kwa mipaka ya nje ya nchi. UVCCM ina nafasi gani kuandaa viongozi wa sasa na viongozi wajao katika taifa hili? UVCCM ni shule. Ndio. Sisi tumekuwa tukiambiwa UVCCM ni tanuru. Tanuru la kuoka na kuandaa viongozi wa chama na serikali. Ndio. Mijadala hii imekuwa ikiibuka sehemu mbalimbali na wakipima taasisi ya UVCCM au jumuiya yetu ya UVCCM na jumuiya zingine, lakini nafikiri wanashindwa kuipima kwa ukubwa huo. Jumuiya ya UVCCM inaanzia chini kabisa kwenye tawi. Tunakuwa na viongozi wa tawi, tunao viongozi wa kata, tunao viongozi wa wilaya, mikoa na kuendelea. Tunavotoka kwenye UVCCM watu wanabadilika. Mtu anakuwa ni kiongozi wa vijana kwa ngazi yake, baadaye anakuwa kiongozi wa wazazi, baadaye anakuja kupewa uongozi wa chama, na wengine wameenda mbali sana. Tunao viongozi ambao wametoka kwenye viongozi wetu wa UVCCM wa tawi, wametoka kwenye baraza letu, leo ni watumishi wa serikali kwa maana ya watendaji wa mitaa, wa vijiji, watendaji wa kata, wengine maafisa tarafa, au wote wameandaliwa na UVCCM. Lakini tunao viongozi wa chama. Nitolee mfano tu kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya jirani ya Muleba, Athmani Kaala. Amekuwa mwenyekiti wa UVCCM. Kutoka kuwa kiongozi wa jumuiya ya vijana na kupewa taasisi kubwa kama chama ambacho ndio kinaisimamia serikali, sio jambo dogo. Ni jambo kubwa na watu wanataka kuiangalia kwa level za huko juu.
Juzi nimeona mwenyekiti wetu wa vijana wa taifa anajaribu kutoa ufafanuzi kwa mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao. Ametoa kwa uchache sana. Ukiliangalia baraza la mawaziri kwa zaidi ya 50% wote wametoka kwenye baraza la vijana wa taifa. Ukiangalia wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwa zaidi ya 50% wanatoka kwenye umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Hata hapa kwetu tunaye mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Erasto Yohana Sima amekuwa mjumbe wa baraza kuu la vijana la taifa akiwakilisha mkoa wa Singida. Leo hii ni mkuu wa wilaya na tuko naye, tunaendelea kujifunza mengi kutoka kwake na kwa wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo UVCCM ni shule na ni darasa la kuandaa viongozi wa sasa na wa baadaye kwa chama na taasisi nje ya chama, taasisi binafsi, taasisi za umma, lakini pia serikali kuu kwa ujumla. Ungependa kuona mabadiliko gani katika sera na mipango inayowahusu vijana? Sera na mipango iko sawa sawa. Ndio. Changamoto ambayo mimi naiona sio kwenye mabadiliko ya sera na mipango. Changamoto ambayo kubwa mimi ninaiona ni kwenye wale wanaotafsiri sera na mipango na kusimamia. Ndio. Kwa mfano kuna sera ambayo imewekwa ambayo mimi nimekuwa naipigia sana kelele. Taasisi zote nunuzi za serikali, taasisi zote za serikali zimewekewa utaratibu wa kutenga 30% ya kazi zao kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa maana ya makundi maalum. Lakini ni taasisi ngapi ambazo zinafanya hivyo? Kwa mfano leo hii BUWASA wanatangaza tenda za let's say Wizara ya Maji, tusizungumzie BUWASA kwa sababu BUWASA tutakuwa tumelenga eneo letu tu la Bukoba mjini. Tuzungumzie kwa upana. Wizara ya Maji wanatangaza tenda za miradi mbalimbali ya kusambaza na kupeleka maji kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Wanaweza kutuambia 30% ya kazi hizo wanazozitangaza ni vijana wangapi wamenufaika? Ni kampuni ngapi za vijana ambazo zimepata kazi kwenye 30% hiyo 30%? Kwa mfano tuzungumze watu kama TANROADS na TARURA wamelitafsiri kwa vitendo. Ndio. TANROADS na TARURA wamejitahidi sana na mimi nimekuwa mnufaika wa shughuli hizo. Wao wanapotangaza kazi, wanazo kazi wanatangaza wanaziita 40% kwa 60%. Zipo kazi ambazo zinatangazwa za kampuni ambazo tayari zimeshakuwa bila kujalisha ni kijana au vipi, kampuni ambazo zimeshakuwa. Lakini zipo kazi 30% mpaka 40% ambazo hizi wanazitangaza kwa vigezo. Yaani lazima kampuni ziwe ndogo, ama ni vijana, ama ni wanawake, ama ni makundi maalum. Sasa hizi wizara zingine nafikiri wangejikita kwenye kutafsiri kwanza hayo maono. Wakisha jikita kwenye kutafsiri hayo maono, sasa vijana watapata fursa nyingi zaidi. Sasa vijana wanakosa fursa kwa sababu unakuta kijana anafungua kampuni mpya changa, inakwenda kwenye mfumo, inakwenda kukompiti na kampuni kubwa ambazo zimeisha kuwa na kampuni ambazo zinatoka nje ya nchi kuja kutafuta fursa hapa. Hii inakuwa sio sawa. Lazima tujue kutofautisha na namna ya kuwainua kampuni na taasisi za vijana ambazo zinaanzishwa. Kipindi fulani nimekuwa nikisikia bungeni wakipiga sana kelele na kitu kinaitwa local content. Ndio. Local content ndio hicho tunachokizungumza kwamba lazima tuwainue wawekezaji wazawa, lazima tuziinue kampuni na vijana wenzetu ambao wanaanza kutokea chini. Bila kutoa kipaumbele kwa watu kama hawa, hakuna namna yoyote tutawainua vijana kwa sababu fursa ambazo zinapatikana za ajira ni chache sana kwenye serikali. Haiwezi kuwaajiri watu wote. Kwa lazima watu wengine wanaoamua kujiinua na kujiajiri wao wenyewe kuanzia chini, lazima tuwawekee mazingira sahihi na mazingira wezeshi. Ndio. Siasa za Bukoba mjini zipo tofauti na siasa za wilaya nyingine? Nafikiri siasa za eneo lolote zinabadilika kutokana na aina ya watu walioko maeneo yake. Ndio. Huwezi kuzifanisha siasa za Bukoba mjini na siasa za eneo jingine lolote. Siasa za Bukoba mjini zinajifanana. Ni ngumu kidogo lakini ukizielewa ni rahisi sana kufanya siasa Bukoba mjini. 2027 ni mwisho wa uongozi wako. Una lipi la kuambia vijana? Wategemee kukuona ndani ya UVCCM wilaya Bukoba mjini au una hatua zaidi unavuka? Tutavuka mto tukiufikia. Kuna comrade mmoja ana msemo wake huo, nafikiri atanisikia. Huwa ananiambia mdogo wangu, tutavuka daraja tukilifikia. Sawa. Yani ukishafika kwenye daraja ndio utajua sasa tunavuka kwa kamba, tunapita juu ya daraja,
tunaenda kwa kukro, au ili daraja hapa lilipofikia haya maji kina sio kirefu, tukunje suruali tuvuke. Lakini sasa kupanga mipango kabla hujafika kwenye daraja, huo ni uongo. Kwa hiyo tutavuka mto tukiufikia. Lakini lazima mipango iwepo. Ya, ni kweli mipango inakuwepo, lakini tunasema tunapanga na watu wengine wanapanga. Ndio. Kwa hiyo mimi nafikiri tujipe muda ni wakati mzuri sana. 2027 haiko mbali. Muda ukifika, tukifika 2027. Wewe ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya Bukoba mjini na miradi mikubwa imejengwa katika manispaa ya Bukoba. Leo tunaona ujenzi wa soko kubwa la kisasa, tunaona ujenzi wa stendi ya kisasa, hata ujenzi wa barabara ya njia 4. Unalipi la kumwambia Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa na mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? La kwanza, pongezi. Ndio. Tunampongeza sana mama kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya Bukoba mjini. Sisi wakazi na wananchi wa Bukoba mjini tunaishuhudia kwa macho. Hayo unayoyasema hakuna mtu yote anaishi Bukoba mjini hajayaona. Kwa hiyo tunampongeza sana, lakini pia tunamshukuru kwa sababu tunajua Tanzania ni eneo kubwa sana na kila sehemu wana uhitaji. Kuiona Bukoba mjini kwa jicho la peke yake na kusema katika kipindi hiki miradi yote hii mikubwa ifanyike kwa wakati mmoja, sisi tunatakiwa kumshukuru. Tunazungumzia miradi ya zaidi ya bilioni 50 sasa. Ndio. Barabara njia 4, tuna maboresho ya barabara za mjini zaidi ya kilomita 10.7 kwa kiwango cha asphalt, lami ya kisasa kabisa. Tuna ujenzi wa kingo za mto Kanoni ndefu kabisa ambazo zimekuwa zikileta changamoto, na mto Kanoni unapita kwa zaidi ya nusu ya kata za Bukoba mjini hapa, zaidi ya kata 5, 6, 7 inapita. Tuna ujenzi wa soko jipya la kisasa, lakini tuna ujenzi wa stendi. Hivi vitu vyote vimekuja kwa pamoja. Sisi Bukoba mjini tunaweza kusema ni upendeleo. Tanzania ni eneo kubwa sana, wanaohitaji ni wengi, lakini kwa wakati huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan alisema sasa ni wakati wa Bukoba mjini tuifanyie mabadiliko na tuiboreshe. Na sisi tunashukuru na tunamwombea kila laheri, aweze kuwa na afya njema, asimamie na kuhakikisha yote haya yanakamilika na yanafanikiwa katika kipindi chake cha uongozi. Unahisi Rais Samia atajibu kero na kilio cha wananchi wa Bukoba mjini? Kwa eneo kubwa kingo za mto Kanoni imekuwa ni kero ya muda mrefu sana. Wananchi, kitendo cha kusikia mikataba imesainiwa, kwanza walikuwa naamini ni siasa. Ndio. Kumekuwa kuna maneno yakitumika kwamba soko la Bukoba mjini, stendi, kingo za mto Kanoni ni mtaji wa wanasiasa. Ndio. Kwamba kila mwaka wa uchaguzi unapofika watu wanatarajia kuambiwa tutajenga stendi, tutajenga soko, tutajenga kingo za mto Kanoni, alafu muda wa uongozi unaisha. Muda wa uongozi unapoisha, wanaporudi tena kuomba wanasema hayo hayo. Kwa hiyo tumekuwa tukiambiwa hii miradi ni mtaji wa wanasiasa. Sasa inakwenda kuondoa dhana hiyo kwanza ya kwamba miradi hii ni mtaji wa wanasiasa, ni sehemu ya watu kuombea kula, lakini inakwenda kujibu na kuondoa kero kubwa sana za wananchi wa Bukoba mjini. Mafuriko yamekuwa yakisumbua kwa eneo kubwa sana Bukoba mjini. Na kama unavyojua mji wetu umekaa kwenye shimo fulani. Ukiingia kutoka wilaya ya Muleba, ukifika pale Kibeta unateremka. Ukiingia Mamishenye unatoka Kiaka wapi unateremka. Ukiangalia maeneo mengine yote ni muinuko. Kwa hiyo sisi Bukoba mjini tuko ndani ya eneo fulani kama bakuli. Kwa hiyo ujenzi wa kingo za mto Kanoni utatusaidia kwa kiwango kikubwa sana kuondokana na kero za mafuriko ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Na kama tunavyojua Bukoba mjini mvua ni za kila siku. Ndio. Bukoba mjini mvua zinanyesha mwaka mzima. Kipindi kichache sana kwa mwaka tunaweza kukosa mvua, lakini kipindi kirefu zaidi ni cha mvua. Lakini stendi, kama tunavyozungumzia, mvua ilikuwa ni matope wakati wote, lakini sasa tunakwenda kupata stendi tena 2, sio moja. Stendi ya mjini kati ambayo tayari imekamilika na inatarajia kufunguliwa muda wowote kutoka hivi sasa. Wenye mamlaka ya kusema watasema, lakini pia stendi kubwa kabisa ya kisasa inaendelea na ujenzi wake. Kwa ni mafanikio makubwa kwa Chama cha Mapinduzi, serikali ya Chama cha Mapinduzi na sisi wananchi na wakazi wa jimbo la Bukoba mjini.
Asante. Ni ushauri gani ungependa kuwapa vijana wanaotamani kuingia kwenye uongozi wa siasa? Lakini ushauri gani unaotoa moja kwa moja kwa vijana wa UVCCM na vijana wa Chama cha Mapinduzi? Uongozi ni kujitolea, ndio, kusikiliza watu na kuwa tayari kuwajibika. Vijana wasiogope kuingia kwenye uongozi, wawe tayari kujitolea, kuwajibika na kuwatumikia watu. Hilo ni kubwa. Lakini vijana wengine ambao wako nje wanatamani kushiriki kwenye siasa, mimi nawakaribisha. Siasa ni kitu kizuri sana. Tunapata exposure, tunajifunza ni namna gani serikali inakwenda, na wakati mwingine tutashiriki kwenye kutoa maamuzi ya ni namna gani sisi vijana tunatamani kwenda. Sera zinapangwa huko, sheria, kanuni, miongozo vinatengenezwa huko, na wakaribisha vijana wenzetu waje tushirikiane kwa pamoja kutengeneza njia ya namna gani sisi vijana tunataka kwenda. Vijana wengi wanaogopa kuingia kwenye siasa wakizani kwamba pesa ndio inatakiwa iwepo ili waingie kwenye siasa. Hilo ni kweli? Si kweli. Mzee wangu mmoja, mlezi wangu kwenye siasa, aliwahi kunifundisha kitu, anasema pesa haijawahi kushinda mpango. Ndio. Pesa inabariki mpango, lakini pesa haitashinda mpango. Kwa hiyo mipango mizuri, madhubuti, mikakati ndio pekee ambayo inaweza kutufanya watu tukafanikiwa. Swala la pesa sio kigezo. Mimi naweza kusema nimefanikiwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Bukoba mjini nikitoka kwenye familia ya kawaida kabisa. Tukuwahi kuwa na historia ya uongozi. Zaidi ya mimi kuaminiwa kutokana na uwezo wangu na jinsi ambavyo nimeishi na vijana wenzangu waliniamini. Kwa mimi nafikiri pesa sio sababu ya watu kufanikiwa. Japo watu wanafanikiwa kwa sababu ya pesa. Lakini sio kigezo kikubwa. Ni ushauri gani ungependa kuwapa vijana wa UVCCM wa wilaya ya Bukoba, hata wengine wa wilaya nyingine? Bukoba mjini nimeshazungumza nao sana, lakini natamani kuona sisi vijana tunatoka kwenye kulalamika, badala yake tunakuwa sehemu ya kulalamikiwa. Wanasema ukiwa sehemu ya kulalamika mara zote hauwezi kupata majawabu. Lakini ukiwa sehemu ya kulalamikiwa maana yake utatafuta majawabu. Sisi vijana tuwaache watu wengine watulalamikie, ili wanapotulalamikia kwenye kutafuta kwa nini tunalalamikiwa, tutapata majawabu ya ni namna gani tutoke tulipo kwenda mbele. Mimi natamani kuwashauri vijana wenzetu wa Bukoba na nje ya Bukoba, hasa UVCCM, tuwe na uvumilivu. Tusiwe na haraka ya kufika huko tunakokuona na tunakokutamani. Inawezekana unatamani kufika kwenye ukubwa fulani, lakini ziko hatua na ziko process tunatakiwa tuzipitie. Tusirukie hatua. Ukirukia hatua, kuna namna fulani tutapata shida huko mbele. Unatamani kuwa kiongozi mkubwa wa chama au wa serikali, ukipita kwenye umoja wa vijana kuna vitu utajifunza. Ukitoka kwenye umoja wa vijana, angalia kama unaweza kuingia kwenye wazazi kwa upande wa vijana na wanawake, lakini kwa wenzetu watoto wa kike wamepewa upendeleo zaidi. Kuna jumuiya ya wanawake, kule kuna vitu vingi vya kujifunza. Tuende kwenye chama, lakini pia tuende kwa hatua. Unaweza ukaanza kwenye tawi, ukaenda kwenye kata, ukaenda kwenye wilaya, ukaenda kwenye mkoa. Hatua kwa hatua bila kurukia. Mfano mzuri ni Mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa taifa mstaafu Comrade Heri Dennis James. Leo hii ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Lakini ukiangalia Heri Dennis James amekuwa katibu wa mbunge Mwanza, yule mama Angelina Mabura. Then akawa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa wilaya. Baadaye amekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa taifa. Amekuwa mkuu wa wilaya. Sasa hivi ni mkuu wa mkoa. Yaani hakuna namna yoyote tunaweza tukapata shortcut. Kwa hiyo tujitahidi kwenda kwa hatua na tuwe wavumilivu, tuwe na subira, tutafika. Lakini pia twende kwa pamoja. Umoja, mshikamano, ushirikiano. Tukienda kwa pamoja tutafika zaidi kuliko kila mmoja kutaka kuondoka yeye peke yake, anatafuta njia yake, anajivutavuta. Kuna msemo waliwahi kusema wazungu, na mimi wanapenda kuutumia. Ukitaka kwenda mbali, nenda na wenzako. Ila ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako. Kwa kama ukienda peke yako, kweli utaenda haraka, lakini hautafika mbali. Lakini ukiondoka na wenzako, mtakwenda taratibu lakini mtafika mbali. Asante.
Mtazamaji, ni kuombe uendelee kusubscribe chaneli yetu ya Voice Online TV ili uweze kupata vipindi vingine ambavyo vitakujia hapo baadaye. Jina langu naitwa Jacques Joachim Jeronimo.